Kuanza mkutano wetu wa jioni ya leo, na ni ya kwamba Mungu ametuwezesha, tumeshinda vizuri. Nashukuru Mungu kwa sababu ya wema wake na pia kwa sababu ya fadhili zake. Amekuwa mwema kwetu na hivyo hatuna budi kumshukuru kwa sababu ya jinsi ambavyo ametuwezesha kuweza kufaulu kwa kila jambo. Hivyo tutaomba na halafu baadaye tuweze kuwa na nafasi ya kuendelea na mkutano wetu na mafundisho yetu ya usiku wa leo katika jina la Yesu. Kwa hivyo tuombe. Takatifu na Mungu wetu, kwa jina la Yesu Kristo, mara tena twaja mbele zako, tunakutukuza, tunakuinua. Tunasema ni asanti kwa ajili ya wema wako, kwa ajili ya fadhili zako katika jina la Kristo Yesu. Jioni nyingine njema ambapo Mungu wa rehema umetuleta katika jioni hii ili ya kwamba tuweze kujifunza mambo kadha wa kadha katika neno lako, Mungu wa rehema, katika jina la Yesu. Tunapoendelea na somo letu na viumbe hai kiroho, ili tuendelee kuwa na ufahamu kwa kadiri ya vile ambavyo utatuwezesha, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba hata tunakushukuru. Amen. Basi Mungu wetu ni mwema, tutakuwa na nafasi ya kuendelea na somo letu na itakuwa ni vizuri. Kuna sehemu ambayo tuliguzia na hatukumalizia. Ningependa tuweze kumalizia sehemu hiyo. Ile ni sehemu ya wale mapepo ama roho chafu ama mashetani, inaitwa kwa lugha hizo zote. Tuweze kuona mapepo wanapataje kuingia ndani ya watu, na hili ni jambo ambalo tunafaa kuangalia. Na kwa hivyo tukisoma katika Wakorintho wa kwanza 10 na mstari wa 20, the book of 1 Corinthians chapter 10 verse 20, tutaweza kuona ni kwa jinsi gani mapepo hupata kuingia kwa watu. Hivyo tusome mahali pale 1 Corinthians chapter 10 verse 20 and 21. Biblia inasema hivi: sivyo, lakini vitu vile wavitoavyo sadaka wavitoa kwa mashetani, wala si kwa Mungu. Nami sipendi ninyi kushirikiana na mashetani. Hamwezi kunywea kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Hamwezi kushirikiana katika meza ya Bwana na katika meza ya mashetani. Kwa hivyo Paulo ananena hapa na kueleza ya kwamba watu ambao wanaabudu miungu, ukisoma hapo juu utakuta ya kwamba anaeleza kuhusu nini na jinsi watu ambavyo wanaabudu miungu mingine. Na kwa hivyo wale watu ambao wanaabudu miungu pasipo Mungu wetu ambaye tunamwabudu sisi, wale ndio yani mapepo wanapata nafasi ya kumuingia mtu kwa njia ya kuabudu miungu mingine. Kwa hivyo ni rahisi sana wale watu ambao wanaabudu miungu mingine wanaweza kuingiwa na mapepo. Na kwa hivyo tunaangalia leo ya kwamba sehemu ile ni kwa jinsi gani watu wanaingiwa na mapepo. Na tumesema njia moja ni katika ile njia ya kuabudu miungu.
na kwa hivyo wale watu wanaingiwa na mapepo kwa sababu wanakula meza ya mashetani, kama vile tumesoma katika Wakorintho wa kwanza 10 na mstari wa 20, na tukisoma pia katika Wagalatia 5, Galatians chapter 5 verse 19, ni ile tunajua ya kwamba inanena mambo ya kimwili. Kuna mambo Paulo alisema matendo ya kimwili ama ya mwili ni dhahiri. Hiyo ni katika Wagalatia 5 na mstari wa 19. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, naendelea, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, ususi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao matendo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Kwa hivyo hapa tunaangalia ya kwamba ni mambo gani yanayosababisha watu kuingiwa na mapepo. Maana mapepo huingia ndani ya watu na watu wanapagawa, na ni kwa sababu watu wanaofanya matendo haya yote tumesoma, matendo ya kimwili, ni rahisi sana kuingiwa na mapepo. Tunasema kwa lugha nyingine ya kwamba watu wanafungua mlango, kwa sababu mtu mwenyewe, shetani hawezi kuingia mahali ambapo hapana mlango. Na hata Yesu na Roho Mtakatifu hutumia mlango ili mtu aingiwe na Roho Mtakatifu. Najua katika Ufunuo inasema 3 na mstari wa 20 ya kwamba Yesu amesimama mlangoni anabisha. Mtu akisikia sauti yake anafungua mlango na anaingia. Na kwa hivyo hata mapepo wakati wanazunguka, wao hutafuta kama kuna mtu ambaye amefungua mlango ili wapate kuingia. Na kwa hivyo mojawapo ya matendo haya ya mwili, mtu anapofanya anakaribisha mapepo ndani yake. Na kwa hivyo ni vizuri sisi ambao tumeokoka, na ujue Biblia imemalizia kusema ya kwamba anayetenda matendo kama hayo hata urithi ufalme wa Mungu. Kwa hivyo ni vizuri kuangalia sana, maana mtu anapo kwa mfano tukirudia pale katika ule mstari wa 20, tunaona ya kwamba, najua ya kwamba kuna wakati tulitazama matendo haya ya mwili. Tunaanzia, sijui kama ile ibada ya sanamu ndio inaanzia. Kuna yale ya uasherati ndio inaanzia. Wale ambao wanafanya uasherati, mara tu wanapoanza kufanya vitendo hivi, tayari wanafungua mlango na mapepo wanaingia ndani yao. Na pia kuwa na uchafu, ufisadi na ibada ya sanamu na uchawi. Haya tutayaguzia, ibada ya sanamu na uchawi na uadui na ugovi. Ni yale mambo ambayo watu wanaona ni mambo rahisi tu. Wivu, kuwa na wivu, na watu wanakuwa na wivu, na watu wanakuwa na hasira, ile hasira baya. Kuna fitina, kuna faraka, kuna uzushi na mambo hayo yote. Hata ukiendelea kurudia polepole, utaona ya kwamba watu wanapokuwa na mambo kama hayo, na ndiposa Yesu alisema unapokuwa na hasira usiweze kuachilia jua likapita ama mchana ukaweze kuendelea bila
bila kuondoa ile hasira, na kwa hivyo ili ya kwamba usije ukaingia katika dhambi ama mapepo wasipate njia ya kuingia. Kwa hivyo ni vizuri kujua ya kwamba kuna njia mtu anaweza kufungua na mapepo waingie ndani yake. Jambo lingine tunaweza kuangalia ili tutoke katika sehemu hiyo ya mapepo, tunawaita mapepo, roho wachafu na hata mashetani. Hiyo ni majina yao na wao wapo, na Biblia inasema hivi. Je, okay, kwanza tusome katika Mathayo 8 na mstari wa 28. Matthew chapter 8 verse 28. Sasa hapa tuangalie ama tujiulize swali hili. Je, watu wanaopagawa na mapepo huwa watu wa namna gani? Watu wanaopagawa na mapepo wao ni watu wa namna gani? Na kwa hivyo tukisoma katika Mathayo 8 na mstari wa 28 nasema hivi. Naye alipofika ng'ambo katika nchi ya Wagerasi, watu wawili wenye pepo walikutana naye, wanatoka makaburini, wakali mno, hata mtu asiweze kuipitia njia ile. Kwa hivyo kwanza tujue watu wanaopagawa na mapepo ni watu wa kawaida. Ni watu tu wa kawaida wanaingiwa na mapepo na wanaanza kubadili tabia na maisha yao yanabadilika kulingana na vile wamejawa na mapepo kiasi gani. Kwa hivyo wakipagawa na mapepo wanakuwa ni kama watu walio na wazimu, wanakuwa wakali, wanapiga watu, wanaweza kufanya vitendo vingi. Na hawa tunaona hapa waliweza kukaa ama kuishi makaburini. Kwa hivyo mapepo waliwaelekeza kukaa makaburini, na hivyo waliona ya kwamba pale ndipo watakuwa wakiishi, na ni jinsi ambavyo wameweza kupagawa. Na tena ukisoma katika Luka 8 na mstari wa 28 ama mstari wa 29, Luka 8 na mstari wa 29, bado inaeleza okay. Ngojea tuingie pale Luka 8 na mstari wa 29. Kwa kuwa amemwamuru yule pepo mchafu amtoke mtu yule, maana amepagawa naye mara nyingi, hata alilindwa kifungoni na kufungwa minyororo na pingu, akivikata vile vifungo, akakimbizwa jangwani kwa nguvu za yule pepo. Kwa hivyo hapa pia tunaona ya kwamba Yesu aliweza kuamuru mapepo ama pepo itoke, pepo mchafu amtoke yule mtu. Maana yule mtu mara nyingi alikaa akilindwa na watu, akifungwa vifungo, anafungwa pingu na minyororo, na alikuwa anakata ile minyororo kwa sababu sasa ni binadamu wa kawaida, lakini amejawa na mapepo
na hao mapepo wana nguvu zake, na kwa hivyo wana uwezo wa kukata minyororo na zile pingu alizofungwa nazo, na Biblia inasema ya kwamba hata alikimbizwa sana jangwani. Kwa hivyo tunaona tabia za mtu ambaye amepagawa na kujawa na mapepo wanaweza kufanyishwa kazi nyingi sana. Katika Mathayo 17 na mstari wa 15 nakuta kuna jamaa mwingine hapa. Mathayo 17 na mstari wa 15. Nafikiri tasongeza. Biblia inasema hivi: ande ile sawa. Aha, pole. Biblia inasema hivi katika Mathayo 17 na mstari wa 15: Bwana, umrehemu mwanangu, kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya, maana mara nyingi huanguka motoni na mara nyingi majini. Kwa hivyo unakuta mapepo pia wanasababisha magonjwa. Kama huyu kijana alikuwa na kifafa, alikuwa mara anaangushwa kwa maji, mara anaangushwa motoni, na alikuwa ameteswa vibaya. Mapepo wanatesa watu, na kwa hivyo ni vizuri kujua ya kwamba mapepo si wazuri. Mapepo ni mabaya, hali yao na kazi yao ni kuwatesa watu, na kwa hivyo iposa Yesu alipeana mamlaka na uwezo wa kukemea mapepo, na yeye mwenyewe tunaona ya kwamba aliweza kuwakemea mapepo wachafu na kutoka watu, kwa sababu waliweza kuangamiza watu. Tena katika Marko 9 mstari wa 20, hivyo tunaona hii ni mfano ya watu ambao waliweza kukubwa ama kujawa na mapepo na walifanyishwa kazi baya. Biblia inasema wakamleta kwake, hata alipomuona, mara yule pepo alimtia kifafa, naye akaanguka chini akagaagaa akitokwa na povu. Yule ni yule jamaa ambao tumemuona katika Mathayo, na kwa hivyo kuna mambo kama haya yaliweza kutendeka. Katika Marko 1 mstari wa 24, nasema hivi, Marko 1 na mstari wa 24 verse 24, inasema, akisema, tuna nini nawe, Yesu wa Nazareti? Je, umekuja kutuangamiza? Rudi pale mstari wa 20. Mara kawaita wakamwacha baba yao Zebedayo ndani ya chombo pamoja na watu wa mshahara, wakaenda wakamfuata.
wakashika njia mpaka Kapernaumu. Mara siku ya Sabato akaingia katika sinagogi akafundisha. Wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye amri, wala si kama waandishi. Na mara palikuwapo ndani ya sinagogi lao mtu mwenye pepo mchafu, akapaza sauti akisema, tuna nini nawe, Yesu wa Nazareti? Je, umekuja kutuangamiza? Na kutambua unani mtakatifu wa Mungu. Yesu akamkemea akisema, fumba kinywa, umtoke. Yule pepo mchafu akamtia kifafa, kalia kwa sauti kuu, akamtoka. Kwa hivyo mara kwa mara tunaona shetani anatumia kifafa, lakini si kumaanisha ya kwamba kila kifafa yule mtu ana mapepo, lakini tunaona watu kadha wa kadha shetani alipokemewa aliweza kutia watu kifafa na baadaye wanagaagaa, lakini baadaye wanatoka. Kwa hivyo ni vizuri kuangalia mambo yale ya kwamba hata sinagogi, mtu anaweza kuja katika sinagogi lakini bado kumbe ana pepo. Maana yule mtu aliingia katika sinagogi, ilikuwa ni desturi yake kuja katika sinagogi, lakini kumbe alikuwa na pepo. Na Yesu alipokuwa anafundisha, zile pepo zikapasa sauti zikiwa ndani ya yule mtu, maana hutumia kinywa cha mtu. Akapasa sauti na baadaye akasema, tunakujua wewe ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo mapepo wanamtambua Yesu, na lakini wanapokemewa basi wanatoka na yule mtu anakuwa sawa. Kwa hivyo ni vizuri kujua ya kwamba hata nyakati zetu bado mapepo wapo na wanaingia ndani ya watu, na watu wanaweza kupagawa licha ya kuwa wako katika makanisa. Wanaweza, kwa sababu tumeona ukifungua tu mlango pepo anaweza kuingia na pengine ufikiri ya kwamba uko sawa, lakini unatawaliwa ndani yako na mapepo. Na kwa hivyo hiyo inawezekana. Tukiendelea tunaweza kuona ya kwamba kuna watu wengine waliingiwa na mapepo wakawa bubu, waongei, wengine wakawa viziwi na hawasikii, wengine wakawa vipofu, wengine wakapooza mwili na magonjwa kama yale, kwa sababu mapepo wanaweza kujificha ndani ya mwili na waweze kusababisha udhaifu fulani ndani ya miili ya watu. Kwa hivyo si kila mtu ambaye amegojeka na ile ugonjwa wa asili ama ule wa kawaida, lakini wakati mwingine watu wanagojeka kwa ajili ya vile ambavyo wamegandamishwa na mapepo. Na pia watu wakijiunga na uchawi, watu wakianza kutafuta mambo ya uchawi, pia wanaweza kupagawa na mapepo. Sio kuabudu miungu tu, hata wakijiunga na mambo ya uchawi na wale waganga wanaojiita waganga wa kienyeji na mambo kama hayo, utakuta ya kwamba wanaweza kuwa na mapepo ndani yao na wanaweza kupagawa. Na kwa hivyo ni mambo ambayo ilitaka tuguzie tulipokuwa tunanena kuhusu
wale roho wachafu ama mapepo hatukuyaguzia. Sasa tuingie katika sehemu ya mwisho ya kumalizia kunena kuhusu viumbe hai kiroho, ambayo ndio imekuwa topic ndefu yetu, tumekuwa tukiangalia. Na sasa tuangalie matendo ya mwovu na uchawi, ama matendo ya shetani na uchawi. Ina uhusiano gani mambo ya shetani na uchawi? Ni vizuri kuangalia hayo. Katika sehemu ya kwanza tuangalie hiyo ambayo imetajwa katika Wagalatia 5 mstari wa 15 kuendelea. Tumeona pale kuna uchawi. Kwa hivyo uchawi, jambo la kwanza ni tendo la kimwili, na kwa hivyo wanaoongozwa na mwili wanapenda kutafuta mambo ya uchawi kwa sababu wanaongozwa na mwili. Pale tunaona katika Wagalatia 5 na mstari wa 20 kuna ibada ya sanamu na kuna uchawi. Na pia uchawi na uganga zinaendelea sababa, ama zile zinaongelea kitu kimoja. Na kwa hivyo wale watu ambao hawamwamini Mungu wanapendelea na wanafuatilia na kutafuta mambo ya uchawi, na kwa hivyo uchawi unafanywa na wachawi ama waganga ndio walio na uchawi, na wanatumia mambo hayo uhusiano wa karibu sana na mapepo, ili waweze kuonyeshwa mambo ya watu na waweze kuchunguza hizo roho chafu, namna ambavyo zinaweza kuwasaidia katika huduma yao. Na kwa hivyo tunaweza kusoma katika Hesabu 22 na mstari wa 7. Hesabu ndio Numbers chapter 22 verse 7. Nasema hivi: wazee wa Moabi na wazee wa Midiani wakaenda wakachukua ujira wa uganga mikononi mwao, wakamfikiria Balaam, wakamwambia maneno ya Baraki. Akawaambia, kaeni hapa usiku huu, nami nitawaletea jawabu kama Bwana atakavyoniambia. Wakuu wa Moabi wakakaa na Balaam. Mungu akamjia Balaam akasema, ni watu gani hawa ulio nao pamoja nawe? Balaam akamwambia Mungu, Baraki mwana wa Sipori, mfalme wa Moabi, amewatuma kwangu akisema, tazama, kuna watu waliotoka Misri wanaufunika uso wa nchi. Basi njoo unilaanie watu hawa, labda nitaweza kupigana nao na kuwafukuza. Mungu akamwambia Balaam, usiende pamoja nao, wala usiwalaani watu hawa, maana wamebarikiwa. Kwa hivyo tunaona katika ule mstari wa 7 umesema ya kwamba wazee wa Moabi na wazee wa Midiani kuna wakati walimwendea Balaam, na ile inasema walichukua ujira wa uganga
mikononi mwao. Kwa hivyo walienda kwa njia ambayo walitaka kuharibu fikira za Balaam, na ili waweze kwenda naye, akubali waende naye. Kwa hivyo waliweza kuwa na uganga ama uchawi, walifanya uchawi ili wavute moyo wa Balaam ili akubali kwenda nao na ili aende kulaani watu wa Misri. Lakini Mungu akamnenea Balaam na kumweleza ya kwamba usifuate watu hao. Kwa hivyo kuna watu wanaamini ya kwamba ili mambo yao yafaulu lazima watafute uchawi ama waendee waganga, na ili sasa kile ambacho watapatiwa, wanajua tukimpa huyu mtu atabadilika na atafanya vile tunavyotaka. Na kwa hivyo ni vizuri ya kwamba ujue kuna roho kama hizo zinazofanya kazi. Hata katika Samueli wa kwanza, lakini tunaona Mungu alimshauri Balaam usiende kulaani watu wa Mungu, watu hao, sababu wale watu tayari wameshabarikiwa. Na Samueli wa kwanza 6 na mstari wa 2, 1 Samuel chapter 6, nasema hivi: nao Wafilisti wakawaita makuhani na waaguzi, wakasema, tulifanyieje sanduku la Bwana? Tuonyesheni jinsi tuwezavyo kulirudisha mahali pake. Kwa hivyo tunaona wakati kulipatikana shida pale kwa Wafilisti sababu ya lile sanduku la agano ama sanduku la Bwana lililotekwa nyara, tunaona na likasababisha maafa mengi na shida nyingi. Wakati linyakuliwa wakati wa Eli na wakati vijana wake waliuawa, sanduku lile lilikuwa ndipo liliweza kunyakuliwa na likaenda. Sasa Wafilisti walikuwa wanashindwa wataweza kulirejesha kwa njia gani. Kwa hivyo wao, kwa sababu waliamini mambo ya uchawi, waliwaita makuhani, tena wakawaita wachawi ama waaguzi, ili ya kwamba waeleze ni kwa njia gani watarejesha hilo sanduku la Bwana liondoke kwao, kwa sababu linasababisha watu waangamie na kumekuwa na shida nyingi sana. Kwa hivyo kuna watu wanaamini ya kwamba jawabu na mambo yao lazima yatoke kwa hawa ambao ni wachawi ama waganga, wanaamini mambo hayo. Katika Ezekiel 21 verse 21, Ezekiel 21 Ezekiel 21, 23 inasema hivi: maana mfalme wa Babeli alisimama penye njia panda, penye kichwa cha njia hizo mbili, ili atumie uganga. Aliitikisa mishale huko na huko, akazizuilisha telafi, akayatazama maini. Katika mkono wake wa kuume alikuwa na kura ya Yerusalemu, huviweka vyombo vya kupomolea, kufumbua kinywa katika machinjo, kuinua sauti kwa kupiga kelele sana,
kuweka vyombo vya kubomolea juu ya malango, kufanya maboma na kujenga ngome. 23. Jambo hili litakuwa kwao kama uganga wa ubatili mbele ya macho yao waliowaapia viapo, lakini ataufanya uovu ukumbukwe ili kwamba wakamatwe. Kwa hivyo mfalme wa Babeli alitumia uganga. Wale watu wa Babeli ama Wakaldayo waliweza kutumia uganga na kwa hivyo katika njia zao walifikiria kwamba hiyo ndio itakao wasaidia, ama waliweza kutumainia nguvu hizo. Tunaona hata Farao katika Mwanzo 41 na mstari wa 8, tena pale Misri waliamini waganga, wachawi, watu aina hizo zote. Genesis 41 verse 8. Nasema hivi: hata asubuhi roho yake ikafadhaika, akapeleka watu kuwaita waganga wote wa Misri na watu wote wenye hekima walioko. Farao akawahadithia ndoto yake, wala hakuna aliyeweza kumfasilia Farao mambo hayo. Kwa hivyo tunakuta ya kwamba hata katika Misri ilikuwa na waganga, na wafalme walitumia waganga wale ili kuona ya kwamba ataweza kuwaletea jawabu ya mambo ambayo waliona ni ngumu. Kwa hivyo tunaona wakati aliota ndoto ikawa ya kwamba ni vigumu, hata wale waganga na wachawi walioitwa ili kufasiri ile ndoto hawakufaulu. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu anaonyesha nguvu zake ziko juu. Kwa hivyo roho ambao tumepewa yuko juu ya uchawi na uganga, kwa sababu Yusufu alipoitwa, yeye ndiye aliyefaulu, maana alikuwa na roho wa Mungu ndani yake. Alifaulu sana, alifasiri ndoto hiyo. Na kwa hivyo watu wa Mungu wajue wamepewa nguvu na uwezo. Haijalishi watu wanaweza kukimbilia mambo ya uchawi, mambo ya uganga. Sisi tumepewa kitu tofauti na kilicho juu, kinyume na wachawi na waganga. Na kwa hivyo ni vizuri kujua ya kwamba kuna kitu Mungu ameficha ndani yetu. Hata wakati wa Nebukadneza, wakati kina Danieli walikuwa pale katika nchi ya Babiloni, najua ya kwamba pia Nebukadneza mfalme wa pale aliota ndoto, na wale wachawi wa huko Babylon hawakuweza kutafsiri ile ndoto, ila Danieli alipoitwa alifaulu kutafsiri ile ndoto. Na kwa hivyo jina la Bwana likainuliwa na Mungu akaheshimiwa sana, kwa sababu ana nguvu ya kuweza yani ana shida yale ile nguvu ya wachawi ya waganga, maana hiyo ni nguvu inayotokana na mambo ya kishetani na haitaweza kufaulu dhidi ya mambo ya Mungu. Matendo ya Mitume 13 na mstari wa 6 na kuendelea. Matendo ya Mitume The book of Acts chapter 6
No, chapter 13 verse 6. Verse 6, not 16. Yes. Nasema hivi: walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake Bali-Yesu. Mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake, akataka kulisikia neno la Mungu. Lakini Elima yule mchawi, maana ndiyo tafsiri ya jina lake, akashindana nao akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Lakini Sauli ambaye ndiye Paulo, akijaa Roho Mtakatifu, akamkazia macho akasema, ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, huachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyoka. Basi angalia, mkono wa Bwana ujuu yako, nawe utakuwa kipofu, usilione jua kwa muda. Mara kiwi kikamwangukia na giza, akazunguka zunguka na kumfuata mtu wa kumshika mkono na kumwongoza. Ndipo yule liwali alipoyaona yaliyotendeka, akaamini, akastaajabia mafundisho ya Bwana. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tunaona nguvu za Bwana na nguvu ambazo tumepewa ni ziko juu sana, na kwa hivyo katika nyakati zetu ambapo watu wanaendelea kutafuta nguvu za uchawi, nguvu za mapepo, na tunaona yaliyotokea na ndiyo yaliyoendelea wakati wa Paulo, mtume wa Bwana. Tunaona vile alikutana na huyu Elima ambaye alikuwa ni Myahudi na pia alikuwa ni mchawi, na Biblia inasema vizuri ya kwamba aliweza kukaziwa macho, aliweza kukemewa kwa njia nyingine, na sio kukemewa tu. Biblia inasema ya kwamba aliambiwa asione jua kwa muda, aweze kuwa kipofu, maana alitaka kuzuia watu kuhubiriwa. Kati aliona yule liwali anahubiriwa na ameanza kufuata imani na habari iliyohubiriwa na Sauli na Barnaba na wale wengine waliokuwa pamoja. Sasa yule mchawi. Kwa hivyo roho ya wachawi, kwa sababu ni roho ya shetani, na ndiposa Paulo anatumia jina hili. Si kuna mstari ambaye tumesoma alipokuwa anamkemea, alimwambia ya kwamba yeye ni hebu tusome hiyo. Alimwambia yeye ni mwana wa Ibilisi, kwa sababu hakika na ujue hivyo ya kwamba wachawi ni wana wa Ibilisi, wao si wana wa Mungu. Na hiyo ni kitu ambacho kinajulikana, sababu hata yale tumesoma mambo ya uchawi, mambo ya kimwili ambayo yaliandikwa na Paulo katika hiyo Galatia, tunaona ya kwamba alisema watu wanaofanya mambo hayo
hawataurithi ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo wale ambao hawataurithi ufalme wa mbinguni, hao mara moja ni watu wa Shetani. Kwa hivyo wachawi ni wana wa Ibilisi, na kwa hivyo watu wanaowaendea utafuta mashauri, utafuta ule uganga wao na nini na mambo kama hayo, bado hao ni wafuasi wa Ibilisi. Kwa hivyo alimwambia ya kwamba wewe unajaa hila, unajaa uovu wote, wewe ni mwana wa Ibilisi na wewe ni adui wa haki yote, na umekuwa ukipotosha watu na mambo kama hayo. Kwa hivyo hakuna vyovyote ambavyo tunaweza kushirikiana na wachawi, maana wao wako katika ufalme wa giza, ufalme wa mapepo. Na kwa hivyo pia kuna ule roho wa uaguzi. Ni roho ambao unaona, na wakati mwingine unaweza kuchanganya watu kidogo, kama ule roho uliokuwa ndani ya yule msichana katika Matendo ya Mitume 16 na mstari wa 16. Wakati aliona kina Paulo, alipasa sauti na kusema, hawa ni watumishi wa Bwana aliye juu, ni vizuri kuwapokea, ni vizuri kuwaamini, mambo kama hayo. Ungesema ya kwamba Mungu ni mwema, maana kumekuwa na posta ambazo zinaeleza sisi ni kina nani. Kwa hivyo hata kabla kujieleza tunajulikana. Unaweza kufikiria kwamba Paulo angefurahia sana kwa sababu anajulisha watu ndio wameenda kuhubiri, ni watu wageni katika maeneo hayo, na yeye anaanza kupasa sauti na kusema hawa ni watumishi wa Mungu. Kwa hivyo si watu wote wanaotutabua na kusema sisi ni watumishi wa Mungu ufikiri ya kwamba wanafanya hivyo kwa roho safi. Si kila mtu ambaye anakuita mchungaji, maana kuna mtu akionekana amevalia suti, kuna tai, watu wanakuita mchungaji, ufikiria anapendezwa sana na jambo hilo, isipokuwa si wote. Ni kwamba wengine wana ile roho ya Shetani ya dhihaka, anataka kukudhihaki na pengine unaweza kufurahia, na kumbe hii ni roho ya mapepo inaoongea ndani yake. Kwa hivyo unaposoma katika hiyo Matendo ya Mitume 16 na mstari wa 16, Paulo aliangalia na akakemea ile roho mara moja, na yule pepo wa uaguzi alitumiwa kama, yule msichana alitumiwa kama kitega uchumi. Walikuwa jamii yao walifanya biashara na mambo hayo. Ukija unaelezwa mambo yako, unaona kabisa nimeonekana, mambo yangu yameonekana. Watu wanafikiri ya kwamba haya ni mambo mazuri sana, na hata wakati mwingine yanatumika katika madhehebu tofauti tofauti, watu wakifikiri ya kwamba pengine ni roho wa Mungu anayefanya kazi, maana roho wa Mungu ndio anaona, lakini akiona, je, ni msaada gani ambapo tutaweza kupokea baada ya mambo yetu kupatikana? Kwa hivyo isiwe tu ninaelezwa ya kwamba mimi nimeoa, niko na watoto, ndio, na ni kweli hivyo. Baada ya kuelezwa hayo, je, ni faida gani nitakaopokea katika mambo hayo? Na kwa nini Mungu aseme hayo na anayajua? Na kwa hivyo kuna mambo mengine tunaweza kuangalia, lakini Mungu akitupa ufunuo, basi tutaweza kufaidika na tutaweza kuendelea. Katika hiyo Matendo ya Mitume 16 na mstari wa 16 inasema, ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta, aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua.
akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Akafanya nayo hayo siku nyingi, lakini Paulo akasikitika, akageuka akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Kwa hivyo mapepo kama kuna kitu wanaogopa ni jina la Yesu Kristo, na kwa jina hilo mapepo wanatoka, na hata nguvu za uchawi wanaogopa sana wanaposikia ya kwamba kuna watu wa Mungu wanaokaribia maeneo yao. Hawataki watu wanaokanyanga na kukaribia maeneo yao. Kwa hivyo wanajaribu kulinda sana, kwa sababu wanajua watu wakiingia pale, nguvu zao wanazofanya kazi nazo zinaweza kuharibiwa na mambo kama hayo. Kwa hivyo tunakuta ya kwamba kuna uchawi. Mtu asije akasema ya kwamba hakuna. Usikane na kupingana na kile kitu ambacho kiko. Nguvu hizo ziko, lakini jua ya kwamba nguvu hizo hazina uwezo kinyume na nguvu za Bwana wetu Yesu Kristo. Na kwa hivyo ni vizuri kuelewa hayo, ili tuweze kuendelea tukipata nguvu katika Bwana, na inakuwa ni vizuri. Sasa tutaweza kutoa nafasi hii kwa ajili ya mtu aliye na swali. Huwa tunamalizia kusema hayo. Kama kuna mtu aliye na swali, na basi kama hakuna, ati tunapata ya kwamba dakika ambazo tulitoa ya maswali hatuna, tunaongeza neno moja. Tuongeze Matendo ya Mitume 19 mstari wa 17, alafu baadaye tuombe na tufunge mkutano wetu wa usiku wa leo. Matendo ya Mitume 19 mstari wa 17 hadi 20. The book of Acts chapter 19 verse 17 to 20. Biblia inasema hivi: habari hii ikajulikana na Wayahudi wote na Wayunani waliokaa Efeso. Hofu ikawaingia wote, na jina la Bwana Yesu likatukuzwa, na wengi wa wale walioamini wakaja wakaungama, wakidhihirisha matendo yao. Na watu wengi katika wale waliotumia mambo ya uganga wakakusanya vitabu vyao, wakavichoma moto mbele ya watu wote. Amen. Wakafanya hesabu ya thamani yake, wakaona ya kwamba yapata fedha 50,000. Mstari wa 20. Hivyo ndivyo neno la Bwana lilivyozidi na kushinda kwa nguvu. Kwa hivyo Injili, neno la Mungu, lina uwezo dhidi ya uchawi na uganga. Wakati watu wamehubiri sana, mambo inabadilika. Hizo nguvu zinakwisha, hizo nguvu zinaenda chini. Unaona, wale watu walikuwa wamepewa hata vitabu, walikuwa wamenunua vitabu vya pesa mingi, kwa sababu tumeona katika mstari wa 19 ya kwamba waliweza kuungama dhambi zao, wakabadilika, wakaja na zile vitabu ambazo walikuwa wanatumia
na wakachoma moto. Hivi ndivyo ambavyo tumesoma katika ule mstari wa 19, na Biblia inasema ya kwamba ikihesabiwa ile dhamani ya vitabu hivyo ilikuwa ni fedha 50,000. Kwa hivyo wale waganga wanatumia vitu ambavyo wanataka kujitafutia pesa. Kwa hivyo uganga ule, hata wale waliopo sasa wanatumia uganga na uchawi ule ili wajipatie pesa. Na kwa hivyo hata nyakati hizi unaona ya kwamba kuna watu wengi walikuwa wamenunua vitabu, na lakini walipookoka, walipobadilika, wakachoma hizo vitabu. Kwa hivyo ukiona mtu ambaye anachoma vitu za uchawi, kuna watu wengine walichoma hata nyakati za Agano Jipya, na kwa hivyo hiyo ndio huwa ishara ya kuonyesha ya kwamba hiyo hirisi, hicho kitu ambacho umepewa hakina uwezo tena, na kwa hivyo tunatoa hizo vitu, tunachoma, na basi yule mtu anafunguliwa na maisha inaendelea. Kwa hivyo ni vizuri kuelewa ya kwamba kuna nguvu katika Bwana, kuna nguvu katika Injili, kuna nguvu dhidi ya mambo ya uchawi na mambo ya uganga, na hivyo tumepewa mamlaka na nguvu hizo, na tutaendelea tukihubiri habari njema kupitia kwa nguvu ambazo tumepewa. Napenda kuwashukuru nyote ambao tumeshirikiana usiku wa leo, na nyinyi mmekuwa watu wa baraka kwa sababu ya vile ambavyo tumeandamana vizuri. Barikiweni sana na muwe na usiku wa baraka katika jina la Yesu. Na tuombe. Takatifu na Mungu wetu, kwa jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya mambo ambayo tumesoma usiku wa leo dhidi ya mapepo na roho wachafu ambao hufanya watu kupagawa. Bwana, umetupa nguvu na uwezo kinyume na nguvu hizo zote katika jina la Kristo Yesu. Na pia Bwana, tumesoma mambo inayohusiana na uchawi na uganga. Kuna watu wengi wameweza kuendea waganga na wachawi, lakini unatuonyesha ya kwamba hata pamoja na kufanyiwa uchawi na uganga ule, wanaweza kubadilika, wanaweza kugeuka, wanaweza, Mungu wa rehema, kufuata njia yako katika jina la Kristo Yesu. Wanaweza kuamini Injili na wanaweza kuwa watu ambao wataaminika katika kazi yako katika jina la Yesu. Kwa hivyo usiku wa leo tunajua na tuna hakika na tuna ushuhuda ya kwamba wewe una nguvu kinyume na uchawi wote na uganga wote katika jina la Yesu. Furaha yetu ni kwamba sisi hatuwezi tukarogwa, sisi hatuwezi kuendewa usiku ama mchana mahali ili mali yetu na vitu vyetu viharibiwe. Haiwezekani, kwa sababu tuna neno lako ndani yetu, tuna damu ya Yesu, tuna jina kubwa ambalo tumepewa la kutumia katika jina lako takatifu. Na kama vile Paulo na wengine waliweza kuhubiri na watu wakaachana na mambo ya uchawi, hata katika siku zetu watu wataachana na mambo hayo. Watu wataacha kuabudu miungu ili wakuamini na wakutegemee, na kwa hakika utawabariki, utawasaidia kwa njia kubwa katika jina la Yesu. Tunatangaza ushindi wako katika mambo yote na katika maisha yetu, na tunaamini hata usiku wa leo tazidi kuwa pamoja nasi. Tuhifadhi, bariki nyumba zetu katika jina la Kristo Yesu. Bariki maeneo ambayo tunafanyia kazi kwa jina la Yesu Kristo. Tubariki zote, na ubariki watoto wetu, ubariki chochote kile ambacho kinaitanishwa nasi kwa jina la Yesu Kristo. Uinuliwe usiku wa leo kwa jina takatifu la Yesu Kristo. Tunaomba hata tunakushukuru. Amen. Amen. Mungu awabariki sana, muwe na usiku wa baraka. Tunawapenda sana
Asante kwa kuendelea kuwa katika darasa hilo. Barikiweni sana. God bless you.